moja. Niombe mara moja wahudumu wachache waweze kukamata, maana watu wa Mungu watanyosha mikono mara moja. Utapewa bahasha yako, alafu tutaingia kwenye maombi. Hazina za watu zikafunuke mahali hapa. Malizia hapa, nasemaje? Na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Sikiliza anachosema. Na Mungu anaweza kukujaza kila aina ya kitu unachokihitaji kwa neema. Yule mtu anayependa kwa wingi. Na kwa wingi. Mwambie mwenzako una vitu vya wingi wewe. Mwambie sikiliza neno la Mungu. Mungu anaweza kukujaza wewe kwa wingi. Hapo anasemaje? Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Yaani ukiwa umepewa kwa wingi, yaani ukisikia kuna kongamano, haunaga shaka unatolea. Ukijazwa kwa wingi, ukisikia mwenzako ana shida, unaweza kumsaidia. Ukijazwa kwa wingi, ukisikia kuna mgonjwa, unaweza kwenda kumsaidia. Ukijazwa kwa wingi, ukisikia kuna mtoto wa mtu hana karo ya shule, unaweza kutoa 10% ukamsaidia ile karo. Ukijazwa kwa wingi, ukisikia kuna mama ambaye anapitia mahali pagumu, unaweza kumsaidia. Kuna baba aliyekutana na changamoto hii, unaweza kumsaidia. Mwambie mwenzako umefikia hapo kweli? Mwambie toa. Tunahitaji kwa wingi. Yaani Mungu anasema anahitaji kutujaza kwa wingi. Ulishakusikia hilo neno kwa wingi? Tangu mwanzo. Tangu kuumba kwa dunia ulishasikia kwa wingi, unajazwa kwa wingi. Muulize mwenzako ulishasikia kwa wingi? Anasemaje? Ndio. Mwambie bado sasa hujajaa. Muulize tena, ulishasikia hilo neno Mungu anatazaka kwa wingi? Mkazie macho mwambie, ulishasikiaga? Anasemaje? Ndio. Mwambie mpaka sasa hivi mbona hujajaa kwa wingi? Sasa Mungu anataka leo utoe, upewe kwa kadiri ya kujazwa kwa wingi, ili kila atakaye kugusa. Ndugu zangu, iko hivi katika ulimwengu tulionao sasa hivi, kila mahali utakapokuwepo, kama una fedha uende. Si kweli jamani? Si kweli? Kila mahali utakapokuwepo, kama hauna hazina huwezi kukaa. Kwenye familia kama hauna shekeli, nakwambia uende. Kanisani kama una shekeli huenei. Kwenye msiba kama una shekeli huenei. Yaani watabiri wakukope mpaka damu, utaambiwa kimbia haraka ukabebe kreti moja la bia au la soda ukaniletea watu wale hapo. Umeshindwa kuwa na pesa, inabidi ubebe hata kwa kichwa. Uongo kweli? Uongo kweli? Kimbia haraka. Tumeishiwa hapa sasa hivi maji, na maji yamekatika. Unachotakiwa utafute madumu na hela ya kuweka hata mafuta kwenye gari au kwenye toyo. Mwambie utabeba kwa kichwa. Kimbia, utakwenda. Kama una hela utatembea, utalipa kwa damu. Utalipa kwa nini ati? Uongo kweli? Uongo kweli? Huna hela hata kuja kwenye mkutano kama huu ni ngumu. Mwambie mwenzako tuna haja ya kujazwa kwa wingi, hatuna. Kuna mtu leo kashindwa kuja hapa, anafanya maombi lakini hana hela. Uongo kweli? Sasa lazima tukubali, tunamwambia Mungu tunakutolea kwenye hili kongamano, utujaze kwa wingi. Pia hayo maneno hapa anasemaje? Amemaliza aya ya 8. Amemaliza aya ya 8. Na mwisho anatuambia, mwisho wakati tunaenda kupokea baraka zetu, sadaka inaweza kumwokoa mtu kwa kila kitu. Tobiti. Sasa najua hautakuwa na hicho kitabu, naona unatumia simu. Siku nyingine tujitahidi kutumia Biblia kubwa ya kanisa Katoliki. Kama unayo basi naomba mara moja. Tobiti sura ya 12 mstari wa 8 hadi wa 14. Naomba mara moja wale ambao wanashika bahasha, mara moja tukimaliza mstari huu pokee, maana tunataka kuingia kwenye maombi ya kina, kuendelea kuomba kwa ajili ya watu watakayepokea bahasha, na wale ambao tayari wanasikia habari hii waweze kuja mahali hapa na kuombea mazingira haya, kila mtu akutane na nguvu ya Mungu. Tangaza mara moja. Tobiti sura ile ya 12 mstari wa 8 mpaka wa 14. Tangaza mara moja. Mara moja. Tobiti sura ya 12 aya ya 8
mpaka ile ya 14 mara moja. Tangaza tuingie kwenye sehemu nyingine. Tobiti sura ya pili. Sura ya 12. Tangaza mara moja. Aya ngapi? Aya ya 8 mpaka ile ya 14. Tangaza mara moja. Bora ni kusali. Bora ni kusali pamoja na kufunga. Kufunga na kutoa sadaka za haki. Kutoa sadaka za haki, watu waokolewe, watu wapate neema ya Mungu. Alafu kidogo pamoja na haki ndio ni bora kuliko wingi pasipo na haki. Ndio. Yafaa kutoa sadaka kuliko kuweka akiba ya dhahabu. Yafaa kutoa sadaka kuliko kuweka akiba ya dhahabu. Unasema ningekuwa nayo ningetoa, na huku na kamsimbazi kako umekaficha, unasema ni haka tu. Ukiweka hiyo umejichomea riziki yako yote. Hiyo unayoiona siwezi kuitoa, hiyo unayofikiria hivyo. Hapo unasemaje? Sadaka huokoa na mauti. Ndio. Nazo zitasafishia mbali dhambi zote. Mpaka mtu anayetoa anasema watu wa Mungu wakaokolewa kwenye lile kongamano. Zile dhambi yamkini zilitendeka kwa siri, kuna umwagaji wa damu, watu walitoa mimba, walipigana, waliua, sijui walisengenyana, sijui walifanya vitu vibaya. Wingi wa dhambi unafutwa kabisa kwa mtu ambaye anatamani kumtolea Mungu, na watu wakaokolewa. Alafu anasemaje? Watoao sadaka na kutenda haki watajaa uzima. Ndio. Bali watendao dhambi ni adui za uhai wao wenyewe. Ndio. Hakika sitawaficheni neno. Nimesema ni vema kuisetili siri ya mfalme. Ndio. Bali kuyafunua kwa utukufu matendo ya Mungu. Ndio. Basi hapo mliposali, ndio, wewe na mkweo, ndio, Sara, ndio, mimi naliupeleka ukumbusho wa sala zenu mbele zake aliye mtakatifu. Mpaka hapo wataenda kusoma nyumbani. Huyu ni malaika Rafaeli aliyejifunua kwa Tobia baada ya yeye kusali. Mtu mmoja ambaye Mungu amemkusudia kuja kwenye huu mkutano. Mungu anatia nguvu na anaenda kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Anatangaza Mungu ambaye ametusaidia, Mungu aliyetukomboa, Mungu aliyetuvusha. Shuhudia matendo ya Mungu. Na huyu mtu anayeshuhudia ndio Mungu anayemtaka mahali hapa, ukawasaidia wale wanaoteseka kule waje kwenye kongamano. Ndicho kilichowakuta kina Petro. Baada ya kusimama kwa ujasiri, watu wengi wakakusanyika, watu wengi wakamjua Mungu. Wakati wanakaziwa macho, wanashuhudia matendo ya Mungu. Na ndio tunatafuta watu waliotendewa kitu mahali hapa, watu ambao Mungu amekutana nao, Mungu amewatia moyo. Tunataka uende ukapeleke habari njema, kama ambie watu waje. Tunataka tuone watu wanafika kwenye kongamano, wengine ni wagonjwa, hata vilema, hata viwete, kwa neno la Mungu. Watu wakutane na neno la Mungu, watu waponywe. Wako watu ambao mnaweza mambo hayo hapa, kutoa fedha yako, watu wakaokolewa, watu wakajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kuambia ukifanya hivyo, Mungu anasema kwa wingi wa dhambi zako unafutiwa. Mtu mmoja atakayeweza kuwasaidia watu wengine wakamjua huyu Kristo, habari za Kristo zikaenea kule, kwa njia ya fedha yako, kwa njia ya kumshawishi mtu aje hapa, Mungu anasema huyo mtu kwa wingi wa dhambi zake zitaondolewa. Na hakuna jinsi tunaweza tukasema kongamano litafana kama nyie hamtakuwa mashahidi wa Kristo. Hakuna jinsi tunaweza kusema kongamano linafana kama nyie hamjajitolea. Hakuna jinsi tunaweza tukasema ndugu zetu watabadilika kumwamini Kristo kama nyie hamjapiga magoti na kumwambia Baba, tunataka hata wakati mmoja asipotee katika dhambi. Naomba Mungu aje kule Moshi na ajitolea wiki hii nzima, aje hapa kwangu mjini, akae hapa, lakini kwenye kongamano la tarehe 7 akahudhurie wiki nzima mpaka huyu mtu amekombolewa. Naongea na mtu yuko mahali hapa. Kuna ndugu yako pale Moshi, kuna ndugu yako yuko mkoani, kamlete
mlete, jitolee pale kwako, akae hapo, mlete. Akasema Mungu, nakumbuka mdogo wangu ni mwalimu, lakini anateswa na ulevi na hawezi kumiliki pesa. Kila anapopokea mshahara anahakikisha amemaliza wote, anakuja nyumbani akiwa hana chochote, hata kiatu hana. Akasema Mungu, naomba kwa hizi siku, naomba Mungu nikatumie fedha yangu nikamlete na aje akae kwangu, alafu nije kwenye kongamano na yeye. Nakwambia amini usiamini, alimleta ndugu yake mwalimu. Alikuwa mtu mdogo, yaani ukimwona mpaka unamuonea huruma kwa jinsi pombe ilivyomtumikisha. Amekuwa na hali duni, ukiambiwa ni mwalimu ujui. Ndani ya lile kongamano, yule kaka kumbe kuna nguvu za giza. Wakati mwingine watu wanakunywa, mnafikiri wanakunywa tu kwa kupenda, ni nguvu za giza. Yule kaka alipiga kelele moja, alikuwa anazunguka anapiga kelele, nikaguswa, nikaambia huyu ndio yule ametoka kule sehemu dada yake alikomleta kwenye huko Katesh, amemleta mpaka hapa Arusha. Tumeomba pale, na kwambia yule kaka anasema mimi nilikuwa nazunguka usiku kucha, nikisha kunywa pombe siwezi kwenda nyumbani, nazunguka ni mpaka ile mshahara ishe yote. Ndani ya wiki ile yule kaka ametoka pale ni mzima, na leo mzima kwa sababu ya nani yake? Sema ndugu yake ametoa fedha, ameenda kumchukua mdogo wake, amewezesha kongamano, na bado mdogo wake amekaa kwake, lakini kongamano likaleta faida kwa ndugu yake. Mwangalie mwenzako, mwambie uko tayari. Mwambie tunajua kuna wengi kule nyumbani. Wewe mkazie macho, mwambie tutapatana baadaye. Mkazie, mwambie tunajua kuna wengi. Mwambie walete kwenye kongamano. Wewe ni wa pekee. Wewe ndio Kushi, wewe ndio Seba, na Mungu anataka uwasaidie hao waje hapa kwa fedha yako, kwa maneno yako yatakayoweza kumtia nguvu huyu mtu afike kwenye kongamano. Kitabu cha Warumi, Warumi sura ile ya 10 aya ya 4, Warumi 10 aya ya 14 mpaka ya 17. Tuone jinsi ambavyo Mungu anatuhitaji tuwawezeshe hawa watu wanaekuja kwenye kongamano. Tangaza, anasemaje? Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Anasema wanamwitaje wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Watamwaminije mtu ambaye hawajamsikia? Wewe unasema kwamba uko hapa, lakini ndugu zako hawajasikia habari za Yesu. Watamwaminije huyo Yesu? Yaani wewe unasema uko hapa kwenye kongamano, ndugu zako hata habari za Yesu hawajawahi kuzisikia. Watamwaminije huyo Yesu wako? Afu anasemaje? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Wanasema watasikiaje pasipo kuhubiriwa? Muulize mwenzako, wasipokuja kwenye kongamano watasikiaje? Na mtu mmoja bado hajasema. Muulize tena mwenzako hivi, asipokuja kwenye kongamano akahubiriwa atasikiaje? Alafu anasemaje? Hebu endelea kusoma. Tena wahubirije wasipopelekwa? Anasema tena watahubiriwaje wasipopelekwa? Kumbe kuna ulazima wa kuwawezesha kongamano, na kuna ulazima wa kuwawezesha watu waweze kufika hapa. Watafikaje? Tungeona kwamba unajua kongamano lenyewe tunasikia ni pesa. Hakuna. Biblia yenyewe inaweka wazi. Neno la Mungu lenyewe linaweka wazi. Hakuna jinsi ya kuweza kufanya hilo kongamano. Hakuna jinsi ya kuhubiri bila kuwezesha. Nguse mwenzako, mwambie umejipanga kisawasawa kweli wewe? Umejipanga kisawasawa kweli? Yaani mwambie lazima uwezeshe. Kwa neema ya Mungu uwezeshe. Alafu anasemaje? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Habari ya mema. Walimu wengine watatoka mbali. Walimu mmoja atatoka mbali, atakuja hapa, yuko tayari, lakini lazima wawezeshwe. Watu wanapaswa kukaa kwenye viti wamerelax wakati wanamsikiliza habari za Yesu. Watu wanatakiwa wakae mahali ambako kuna kivuli. Tunategemea huku mahema yawekwe. Sasa kama haujatoa mchango wako, unategemea hilo hema litakuja hapa, lishuke hapa, likae hapa? Litakaa kweli hapa? Kama hujatoa hiyo fedha yako, unategemea hao watu watakuwa
Mwambie mwenzako ni Mungu amesema. Mungu amesema. Wewe mkazi kwa nguvu, unajua wakati mwingine anasema kama kina fulani. Mwambie ni Mungu amesema. Mungu amesema. Alafu anasemaje? Lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Mpaka hapo. Weka pause mpaka hapo. Naomba unitangazie pia katika kitabu. Nitangazie katika kitabu pia cha Wakorinto. Kitabu cha pili cha Wakorinto sura ya 9 aya ya 7 mpaka ya 8. Kitabu cha pili cha Wakorinto sura ya 9 hadi sura ya 9 mstari wa 7 hadi wa 8. Tangaza hapo. Kila mtu na atende ndio kama alivyokusudia moyoni mwake. Mungu anataka watu watende kadiri unavyokusudia ndani ya moyo wako, kwamba unaguswa kweli watu wakutane na Mungu kwenye kongamano, unaguswa kweli watu wamgeukie Mungu, unaguswa kweli kusaidia kongamano ndani ya moyo na sio ndani ya moyo wa mtu mwingine. Ndani ya moyo utende kadiri unavyokusudia.